vijana wa Kiislamu munakuwa targeted, mushatagetiwa katika masala ya madawa kulevya. Sasa wanawatarget katika entertainment na burudani. Muelewe ndugu zangu, hakuna nchi yoyote duniani iliyo na maadili, iliyo na tegemezi za vijana ati iruhusu vijana kulewa na kufanya uchafu kama huu. Kuletewa watu kuja kupandia mbegu mbaya kwa ajili ya vijana wetu, ili twalikemea na twasema hatulitaki lije Malindi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi. Ndugu zangu wa Malindi, natoka Mombasa. Jina langu ni Shaaban Mwalimu, msomi wa Kiislamu. Nimeshiriki katika hali hii kwa sababu Malindi, ndugu zangu, tarikhi ya Uislamu katika mji huu tunaijua kuanzia karne ya 8 na 13. Uislamu umeingia katika biladi hii. Takbir, Allahu Akbar. Si hili tu, Malindi ndugu zangu tunaitambua katika Afrika Mashariki kwamba imezalisha wanavyoni wakubwa wa Kiislamu. Alhamdulillah. Miongoni mwao ndugu zangu Qadhi almarhum Sheikh Abdul Halim Hussein Uthman rahimatullahi alayhi. Hakika huyu ni mzawa wa Malindi watamu hapa. Kwa hivyo mji huu ni mji wa Kiislamu, na tunafahamu taasisi nyingi za Kiislamu zilikuwa zina mchango mkubwa wa kutoa wanavyoni katika mji huu, akiwemo Mukhtar Ahmad al-Badawi. Wote hawa ni wanavyoni wamezawa katika mji wa Malindi. Kwa hili ndugu zangu, ndio nikatoka Mombasa niseme haiwezekani mji wetu wa Kiislamu, na si kwamba tunaridhika maasia kufanywa katika miji mingine. Hatukubali ndugu zangu, msimamo wetu, maasia yanapofanyika mahala popote pale lazima tupinge, na yanapofanyika katika nchi ya Kiislamu au mji wa Kiislamu ni aula na ni faradhi zaidi kuyapinga. Hii ni nukta ya kwanza ndugu zangu. Nukta ya pili ndugu zangu, sisi kama umma wa Kiislamu ni umma ambao tumekalifishwa kubeba majukumu. Min abraz wa a'zam alwajibat ni al-amru bil ma'ruf wan nahy al munkar. Sikilizeni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anavyoeleza athari ya maasiya yanapofanywa wazi wazi paruanja. Sallallahu alaihi wasallam asema, lam tadhharu alfahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihim alawja' wal amrad, kama ilivyokuja katika hadithi kwamba uovu ndugu zangu hauwezi ukaendelea na ukadhihirishwa wazi kama hivi tunavyoona leo. Summer tides na nyingine yasemekana mwezi huu wa 8 unaokuja itafanywa DJ kutoka Ujerumani aitwa Ramo atakuja kufanya fahisha hapa Malindi. Ndugu zangu, natija Mtume sallallahu alaihi wasallam asema ila umma huo hudhihirika ndani yake mabaya na yani machafu na maradhi ambayo hayakuweko katika zama zilizopita. Ndugu zangu, kwa hadithi hii ina maana tunaponyamaza sisi, wallahi adhabu ya Mwenyezi Mungu haitobagua, na hii ndio huitwa collective consequence. Kwa maana tunaponyamaza sisi kama umma wa Kiislamu, basi tuelewe kihakika adhabu ikija haitobagua. Tatu, vijana wa Kiislamu munakuwa targeted, mushatagetiwa katika masala ya madawa kulevya. Sasa wanawatarget katika entertainment na burudani. Muelewe ndugu zangu, hakuna nchi yoyote duniani iliyo na maadili, iliyo na tegemezi za vijana ati iruhusu vijana kulewa na kufanya uchafu kama huu, bali ni mbinu miongoni mwa mbinu zao wanazotumia kupumbaza na kuduwaza jamii. Zindukeni vijana, nyinyi ni watu ambao mna mustakbali mzuri, na taifa lolote ndugu yangu Muislamu elewa kwamba haliwezi kupata nguvu ila kwa vijana wake, na vijana hawezi kupata nguvu ikiwa tutawaletea katika ulevi na washarati kama haya. Mwisho kabisa ndugu zangu Waislamu, way forward, umma wa Kiislamu tunajua tunaishi katika hali mbaya kama hii. Tunaishi katika mfumo ambao una tabia ya ku normalize maasiya. Tunaishi katika mfumo wa kihatari, mfumo wa secularism, ambao moja katika dalili yake ni ku normalize maasiya. Maasiya ndugu zangu yakifanywa kwa siri ni maasiya na tunapinga, lakini maasiya yakivuka daraja akafanywa kwa wazi ndio la umiza zaidi. Ndugu zangu katika imani, taasisi yoyote na serikali yoyote ambayo inajali kweli maslahi ya umma wake haiwezi ikaruhusu au kutupetea kuruhusu mambo kama haya. Kwa maana haya ndugu zangu, tunatoa mwisho kwa taasisi yoyote husika ya kiserikali na washikadau wa serikali kwamba kihakika jamii haijengwi kwa kupitia ulevi wala washarati.
jamii yoyote yenye nguvu inajengwa juu ya maadili yake. Any strong society yote ambayo ina nguvu ni society ambayo is built on values, inajengwa juu ya misingi. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Allahu akbar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Leo ikiwa tumekongamana hapa kwa ajili ya sherehe iliyofanyika hapa Malindi kwa jina la Summertime. Summertime sisi hapa Malindi ni jambo ambalo lilitukera sana na ni jambo ambalo hakuna mtu mmoja alolisupport, kwa sababu ni jambo ambalo lilifanyika kinyume ya maadili na kinyume ya dini na kinyume ya mila yetu kama wakazi wa Malindi. Kwa hakika sisi tumekasirishwa sana na jambo kama hili, na hatujui kwa nini Malindi ndio imelengwa zaidi kwa kuletwa mambo mabaya na maovu katika mji wa Malindi. Manake hili si la kwanza, ni kama kwamba wamezoea kutuletea vitu kama hivi Malindi, na tumesema hatulitaki tena, na iwe mwanzo na iwe mwisho. Hatutaki tena sisi. Allahu akbar. Allahu akbar. Tumenyamaza muda mrefu, lakini mahala ilipofika hatuwezi tena kunyamaza. Sisi wakazi wa Malindi hatukatai kutembelewa na wageni. Wakazi wa Malindi tunapenda wageni, kwa sababu wageni wakija ndio biashara zetu zinaenda vizuri, lakini kuletewa watu kuja kutupandia mbegu mbaya kwa ajili ya vijana wetu, hili twalikemea na twasema hatulitaki lije Malindi. Na vile vile twasikia kuna nyingine inakuja, tungewaambia wakome huko walipokoma, wakome huko na wasikanyage Malindi. Tungeomba serikali iangalie mambo kama haya na isikubali kutoa vibali kwa watu kama hawa ambao wanakuja kutuharibia miji yetu na desturi zetu na mila yetu. Sisi wakazi wa Malindi ni watu ambao tuna dini, tuna mila, tuna desturi, tuna maadili. Kwa hivyo mbegu kama hizi zikija ni mbegu mbaya kwa vijana wetu, ni mbegu za baadaye. Vijana wetu pia wataiga mambo kama haya na itaharibu mujtamaa wetu. Kwa hivyo tungesema hapa iwe mwisho na iwe mwanzo na iwe mwisho. Serikali iangalie kwa makini mambo kama haya. Serikali, tunaomba serikali isikimbilie pesa tu kwamba ni biashara basi ifanywe kiholela. Hatutakubali sisi. Biashara ije biashara ya halali, lakini ikiwa itakuwa biashara kuharibu mujtamaa wetu, kuharibu mila yetu, kuharibu desturi zetu, watu kutembea uchi mpaka kaumulutu, mpaka wanawake kwa wanawake, imefanyika katika mji wa Malindi. Sisi tunakemea jambo kama hili. Leo tumekuja hapa kukemea, na sababu kubwa kabisa ni kuzuia kurudia tena mambo haya. Maana tunasikia wanataka kuleta tena tarehe 7, tarehe 8. Wambadilisha jina, ilikuwa ni Summertime, sasa hivi wasema DJ. Siku nyingine watasema Pride Parade. Siku nyingine watasema, wanabadilisha majina, lakini chini ya majina haya kuna uchafu wao, ulanisi. Tunayapinga kwa sababu kuna kitu kinaitwa social order. Social order maana yake ni kwamba kuweko na maadili katika jamii, na lazima ile social order ili ipatikane, lazima pia taasisi, serikali iweze kusaidia katika kumaintain maadili mazuri. Kwa hiyo tusikitishwa sana ikiwa hizi tamasha zinafanyika na taasisi zipo, na tamasha hizi zinaondosha ile tabia na maadili mazuri ambayo jamii yoyote duniani haiwezi kasonga mbele ikiwa na maadili mabaya. Kwa hivyo hii ni sehemu ya mchakato wa kupinga maovu haya, na tunayapinga si kwamba ati kuna uhuru wa kuyapinga. Tunayapinga kwa sababu kwanza pia ni jukumu letu la kidini, na pia jamii yoyote kama nilivyosema ambayo imejengwa juu ya tabia nzuri inaweza kusonga mbele, si tu katika masuala ya kiuchumi bali hata katika masuala ya kisiasa.